Salam. Ndo nashindwa bana. Yeye ametukalisha sana. Tuende hata tutatuboa mjana kuanga mbaya. Oski alafu niulize, tuko tulime. Sasa tunafaa kwa mashamba. Sasa unajua lazima tutijwe amepita. Si mnajua venye anakuanga mbaya. Namaza. Nini wewe? Jamaa. Mimi mnasema tu amjui chief ni nani? Vanyanga shetani. Amjui ni nani? Ngoja atakuja mtajionea. Hata kama ngoja atakuja mtajionea. Wewe unakuanga hivyo. Tumekuzoea. Atakuja jionea akikuja. Hata ndio yule anakuja huko. Mkoaje wana kijiji? Sababu ya kuita kwa hii mkutano ni kuwa ningetaka kila mavuno mnayovuna mnanipatia 3/4. Na ile 3/4 mnanipatia kwanza, yenye mtabakia nayo hiyo mnanigawia nusu ya 3/4 hiyo. Mnabakia na hiyo kwota kidogo ya mbakia nayo, then nyingine ni yangu. Aje sasa. Mwana kijiji unabishana. Aje hatufai kwenda hivyo, haifai kuwa hivyo. Sisi ndio tunalima, tunatoa mbegu yetu. Mimi ndiye mwenyeji huku. Haufai kubishana na mimi. Mimi nimejitolea kawa na kijiji ama nimeondoa. Mnabishana na mimi? Kwani hamnijui? Hamnijui? Ni hivyo kuko. Kijana. Mama. Jakufa. Ila ametolewa. Hakuna mtu atakayemsaidia. Isipokuwa mimi peke yangu. Na huyu. Ndiye atakayekuwa mkozi wa hiki. Mwenyekiti. Umeguza papa. Ndugu, salamu. Kwa mzima. Kwa kijiji umeona venye chief anafanyia watu? Chief. Mambo na chief. Usiwahi niongeleshe tena kwa hii kijiji. Tafadhali ishi hapo. Uliona venye alifanya kwa mkutano. Usiwahi niongelesha mambo na chief tena. Na nimekuonya, mambo na chief hapana. Akuuliza ni vibaya.
Salam salam. Salam. Wewe usipoacha kutufuatilia, naomba ukome. Wewe usipoacha kutufuatilia, unajua kenye kitakukuta. Mama. Nimetoka huko kukorofishwa tena hapa. Ni maajabu. Salam salam. Kijana. Unisikiza baya nini? Wewe ndio umechaguliwa. Umechaguliwa kusaidia. Sawa. Kama si mizimu. Ama kuna julikana. Tumesikizana. Gaji nikuongezea. Wamechikia wito. Watawasaidia wanakijiji. Sasa wanaenda kupokea nguvu.
Vile nimewaambia, sasa mko na nguvu na mtaweza kupambana na mwenyekiti. Msimwogope mtu yeyote na msimsikize mtu. Ndio mkuu. Naweza mkaenda. Huyo naye ni nani? Akawaje na hizo nguvu? Hala. Mimi tu niko na hizo tu nguvu huku. Bwana mkuu, mbona wapotea? Niko hai. Naomba ombi langu tu moja. Tuko wawili. Ni sisi tu tutawaokoa katika hiki kijiji. Msipotusikiza, nyinyi wote mnaisha. Naomba tu tafadhali mtu asikutishie. Ile ukitishiwa waisha nguvu zote. Naomba tu ulisikie ile vile nimekuambia. Sawa. Salamu. Nimeambiwa tusimwogope mtu yeyote. Tumekuja kusaidiwa na chief. Wewe ulirogwa ama wewe ni nini? Juzi tu nimekutana na wewe kwa njia nikakwambia mambo na kuogopa chief. Mimi sitaki shida kwa hiki kijiji. Tafadhali achaneni na mimi. Achaneni na maisha yangu. Nilikwambia usiwahi niongelesha mambo yote yenye yanaendelea kwa hiki kijiji. Wewe umeona venye bwana chifu anafanyia watu. Alafu nataka pia mimi niingizwe hapo na familia yangu. Hapana, umeshaniharibia hata muti ya kazi. Umeniharibia muti ya kazi. Wewe shida yako inakuanga nini? Achana na mambo na chief. Kuokolewa nini? Kuokolewa ni Mungu tu mwenyewe ashuke. Fanya kazi yako. Salam. Mesikia mmeniita. Na nimeona mmeanza kuwasaidia Wanyakijiji. Hivyo ndivyo inavyohitajika. Sasa nataka tupatane na huyo mwenyekiti ili kaweza kumweleza jinsi ya kukaa na wanaimani kwa hiki. Kaza mkaondoka. Salam. Mlinzi. Unisikize vizuri. Uniangalia nikiongea. Nafaa uachane na stories za mwenyekiti. Maana usiponisikia utapoteza maisha. Mimi sifuati mwenyekiti. Nafuatanga sheria za kijiji. Nalinda mwenye ndiye chief. Achana na chifu. Wanaimaya wanateseka sana kwa sababu ya chifu. Nisipomfuata ataniangamiza. Uwezi angamia. Na kijana aliyeuliwa na mwenyekiti bado wachafa. Na huyo ndiye atakayeokoa hiki kijiji. Usiponisikiza utapoteza maisha.
nimefanya kazi yangu ya ziada nikajua kwamba huyu ndiye msaliti kwa hii kijiji. Tena. Huyu ndiye msaliti kwa hii kijiji. Huyu ndiye msaliti huyu. Wanakijiji. Hebu nisikizeni kidogo. Mnajua sheria ya huku ni gani? Ukipatikana huku ukiwa msaliti ni nini? Kifo. Subiri. Wewe. Salam. Mwenyekiti amekuwa kiwadanganya. Sikilizeni. Mwenyekiti amekuwa kitunyanyasa sana. Mazao yetu anachukulia mingi. Na yenye anatuachia na kujia nusu bado. Tumechoka sasa. Tumechoka mwenyekiti. Aliua. Si aliua Na wewe hukumu yako ni kifo. Na sasa vile imesemeka, mwenyekiti misimu ilisema lazima auliwe na kijana mwenye aliyekuja. Alikuja kwa kijiji. Kabisa. Kawawe. Kanyonga kafinya. Sasa mwenyekiti, Kafefe. una chaguo mbili. Aita upotee kabisa kwa hii kijiji usionekana. Ama tukuzike kwa hii kijiji. Imuzike huyo kwanza, muzike. Tulia. Kanifuta kazi. Chaguo ni lako sasa. Wakati huu Masai nasema subiri na wakati wakaa kwa hii dunia. Heri niondoke kuliko kulaza kwenye mchanga. Ameanza kuchilonga. Kifo. Nyamaza. Tukimuua mwenyekiti tunaweza tukaleta laana kwa hii kijiji. Sikiza. Vile nimewaambia, tukimuua mwenyekiti tunaweza tukaleta laana kwa hii kijiji. Amenyanyasa sana huyo. Hiyo ni ukweli. Ganga subiri. Alinitekea nyara. Subiri, ni mimi naongea wana kijiji. Huku ni kwangu. Ila nakupa vitu mbili tu. Ukiniweza naondoka. Usiponiweza huku ondoke kabisa na siwahi kuona huku. Mganga. Nyamaza. Subiri. Ina maana unataka kupishana na mimi? Nabishana na wewe. Wacha vita ianze sasa. Wewe mganga wewe. Nikao jipo. Ngoja sasa nikuletee moto. Nampiga kimoja huyu, hayuko. Hayupo, namletea moto. Nataka hivyo. Kabisa. Huyo. Wana kijiji. Sasa mizimu imesema Kiba ndo atakuwa mwenyekiti wa hii maya. Unaweza kuongelesha
Wanakijiji he. Wanakijiji he. Wanakijiji he. Sasa mimi ndio kiongozi wenyu venye ambavyo mmeambiwa. Na sasa uchafu wote ambao ulikuwa unaendelea kwa kijiji umeisha. Wanakijiji he. Sasa bei ya unga imeshuka. Ukipanda chakula yako, ukivuna hiyo ni yako na familia yako. Wanakijiji he. Wanakijiji he. Wanakijiji he.